International, Isala ya wanawake wa GGW. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu Mkuu wa Kanisa la Gilgal Christian Ministries International, Eliab Sentos, Katibu Mkuu, maaskofu wa majimbo, viongozi wa idara ya wanawake taifa, viongozi wa idara ya wanawake jimbo na matawi, wageni waalikwa, wanakongamano wote, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, sisi wanawake wa Gilgal Gospel Women tunayo furaha kukukaribisha kwenye kongamano hili la wanawake. Kongamano hili limeandaliwa kwa upendo mkubwa, bidii, kwa maombi kwa ajili ya kuimarisha huduma ya wamama kwenye maeneo mbalimbali kama vile ndoa, malezi ya watoto, uchumi, utumishi na kadhalika, lakini pia kujenga mwili wa Kristo. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu Mkuu, kongamano hili limejumuisha wanawake wa matawi mbalimbali ya huduma yetu ya Gilgal, likiwa na lengo kuu la kujifunza, kushirikiana, kuimarishana kiroho na kuandaliwa kwa ajili ya kazi ya Bwana katika majira haya ya kipekee. Tunaamini mwanamke akisimama kwenye nafasi yake anaweza kuwa chachu na mwanga katika familia, huduma, taifa na jamii inayomzunguka kwa ujumla, na kuwa chombo safi katika mwili wa Kristo. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu, katika kipindi chote ambacho tumekuwa viongozi wa idara hii, tunayo mafanikio ambayo tumefanikiwa kuyafikia. Moja, tumefanikiwa kufanya ziara kwenye majimbo yote na kuimarisha idara yetu ya kina mama majimboni. Mbili, tumefanikiwa kuhamasisha makongamano huko majimboni na yamefanyika kwa nyakati tofauti na kuleta matokeo chanya. Kupitia makongamano hayo kumetokea uamsho kwa akina mama. Tatu, tumefanikiwa kuandaa kongamano hili ambalo wewe ni mgeni rasmi kwa kushirikiana na ofisi yako, maaskofu wa majimbo, wachungaji, viongozi wa majimbo wa kina mama, viongozi wa matawi na kamati ya maandalizi ikiongozwa na mwenyekiti Neema Bwaila. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu, pamoja na mafanikio haya, changamoto hazikosekani. Tunatumia nguvu kubwa kuandaa makongamano na kuhamasisha, lakini mahudhurio yanakuwa hafifu, na hii inatokana na baadhi ya wachungaji kutoa ushirikiano hafifu. Mbili, ukusanyaji wa ada na michango mbalimbali, ili limekuwa tatizo kwa asilimia kubwa. Tatu, tumefungua akaunti ya CRDB banka lakini imetusumbua. Nne, kutokana na jiografia ya majimbo yetu tunashindwa kufanya huduma karibu. Hii ni kutokana na uchumi. Tano, uwajibikaji wa viongozi kuanzia taifa hadi tawi umepunguza kasi ya ukuaji na ustawi wa huduma yetu ya kina mama. Malengo. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu yetu ni mwanamke wa mithali sura ya 31, mwenye kusimamia majukumu yake. Kupitia kauli mbiu hii tumejiwekea malengo yafuatayo. Moja, kumjengea mwanamke uwezo wa kiroho na kimwili ili awe na mizizi imara katika eneo la Mungu.
2, kumjengea uwezo wa kiuchumi. 3, kuandaa wamama kuwa viongozi bora wa kiroho na kimwili kwa kusisitiza kuliishi neno la Mungu, maombi, utii na upendo. 4, kukuza ushirikiano baina ya wanawake wa matawi mbalimbali ili kuimarisha umoja na ushirikiano katika kujenga mwili wa Kristo. 5, kufanya huduma kwa ukaribu pamoja na maaskofu na wachungaji ili kuimarisha utekelezaji wa huduma ya kina mama kuanzia taifa hadi tawini. 6, kuwajengea viongozi maarifa ya uwezo wa kuongoza, uwajibikaji kupitia semina mbalimbali. 7, kuanzisha mchakato wa mradi utakaosaidia idara kuwa na chanzo cha mapato. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu. 1, kwanza kabisa tunatoa shukrani zetu kwa Mungu, kwani hapa tulipo ni kwa mkono wake. 2, tunakushukuru Baba Askofu Eliab Sentosi na Mama Elizabeth Sentosi kwa ushauri wenu mzuri na maombi yenu, maana mmetushika mkono, hamkutuacha peke yetu. 3, tunatambua mchango wa viongozi wetu, katibu mkuu wa kanisa la Gilgal Christian Ministries International, maaskofu wa majimbo, wachungaji pamoja na viongozi wote na akina mama wote kwa ushirikiano wao waliotupatia wa hali na mali katika maeneo mbalimbali. 4, tunaishukuru kamati ya maandalizi ya kongamano hili kwa sadaka yao ya muda wao, mali zao na nguvu zao kufanikisha kongamano hili chini ya mwenyekiti Neema Bwaila. Tunaamini tutakuwa na kongamano zuri lenye baraka. Kipekee tunakushukuru ndugu mgeni rasmi Baba Askofu Eliab Sentosi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika kongamano letu. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Risala hii imeandaliwa na uongozi wa taifa GGW na kusoma kwenu na Revina Niklaus Joseph, katibu mkuu wa idara. Mungu awabariki. Naomba kuwasilisha kwako mgeni rasmi. Amen. Uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi ya ulivyokuwa ukifanya ulipokuwa mtoto, lakini ni uwezo pia wa kukabili changamoto na matatizo bila kulazimika kulia. Mnajua watoto wanatatua changamoto kwa kulia, lakini mkiwa watu wazima hamtatui changamoto kwa kulia, mnazikabili uso kwa uso, na hamkabili changamoto kwa kuzikimbia, mnaziendea moja kwa moja na mnazimudu na mnaziweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa na dhehebu lisilo changa, lakini katikati ndani humo tukawa na makanisa machanga. Makanisa machanga maana yake ni ile limeanza jana, limeanza mwaka jana. Lakini makanisa machanga nayo hayadumu kuwa machanga. Utaratibu unaliweka chini ya mtu anayemlea, na tumeshauweka katika vikao vyetu vya maaskofu na wachungaji utaratibu wa namna kanisa changa litakavyolelewa na namna ambavyo litapokelewa katika jimbo, na jimbo likishalipokea halitajiita tena kanisa changa. Yule anaililea akishasema hili sasa nimekuwa na kabidhi jimbo, na lenyewe linaacha kutokea siku hiyo kuwa kanisa changa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno hayo nimeyasema kwa sababu tunahitaji sasa kwenda awamu nyingine ya utendaji, awamu nyingine ya udhihirisho wa mambo mbalimbali ya kimaendeleo.
tulitumia miaka 15 kwa sehemu kubwa tukifungua makanisa na matawi na mambo mengine na kuanzisha vitengo na idara kama hivi, lakini nadhani baada ya hapo naomba tuwe na tafsiri kwamba kamati zetu zianze kukaa zikiwaza ni mambo yapi ya kimaendeleo sasa yafanyike katika dhehebu ambalo sasa linadhihirisha ukuaji wake na utu uzima wake. Baada ya kusema neno hilo, ninaomba sasa niseme kwa nini sasa tuna makongamano. Tamko la pamoja au tamko fupi moja, tunasema ile tunaita vision statement au tamko linaloeleza maono ya kanisa. Linasema kwamba maono yetu ni kupafanya Gilgali kuwa mahali ambapo Mungu anakutana na mahitaji ya kiroho, ya nafsi na ya kimwili ya watu wake. Ni kupafanya Gilgali. Hilo neno kupafanya ni vizuri ukalishika, ndio kazi yenyewe. Kupafanya, nani anapafanya? Sisi wana Gilgali. Au kuifanya Gilgali kuwa mahali ambapo Mungu anakutana na mahitaji ya watu wake, mahitaji ya kiroho, mahitaji ya mwili na mahitaji ya nafsi. Na hilo neno la hayo maono ndilo linalotuzalia, Kiswahili wanatumia dhima, lakini dhima nalo linataka kwa neno lingine gumu, lakini lina Kiswahili kingine. Mimi kwenye huduma, miongoni mwa huduma Mungu amenijalia ni kuwa mkarimani. Mimi ni mkarimani na karimania hotuba mbalimbali watu wanapokuwa wanahitaji kukarimaniwa hotuba. Kwa Kiswahili changu kidogo kinajipanua. Neno linaloturahisishia hilo neno dhima, tunapokuwa kwenye masuala ya kikanisa tunatumia neno utume, kwa maana ya mission. Mission yetu au utume wetu au utume wetu ni kumfikia na kumhudumia mwanadamu kiroho, kimwili, kiuchumi na hata kijamii. Ni kumfikia mwanadamu. Naposema mwanadamu tunamaanisha mwanadamu. Hii inatafsiri kwamba Gilgali haikujiwekea mipaka ya kijiografia. Ndio maana pale kwenye jina tulitumia neno international, hatukuwa na lile neno linamaliza na T kwa maana ya Tanzania. Gilgali Christian Ministries Tanzania. Tuliandika Gilgali Christian Ministries International kwa maana wigo wa utume wetu ni kila mahali aliko mwanadamu duniani. Kila mahali aliko mwanadamu duniani ndiyo mipaka ya utume wetu unakotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine niwakumbushe ni falsafa. Siwezi kusema vitu vyote, lakini nitaka tu nitaje mambo matatu au manne hayo: vision au maono, utume, falsafa pamoja na mambo ya msisitizo.
Nina kanisa letu tulijenga lisimame katika falsafa inayozingatia mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza ni aina ya kanisa tunalotaka kulijenga. Tukasema tunajenga kanisa adilifu, kanisa linalomcha Mungu, kwa maneno mengine kanisa takatifu linalokuwa mahali ambapo kila mtu anafaa. Hiyo ni falsafa inayoongoza kanisa hili. Lakini falsafa nyingine, tunajenga kanisa ambalo wajibu wake ni kumchunga kila muamini katika nyanja zote zinazogusa maisha yake. Kiroho tunamchunga, akiwa na biashara tunaichunga na biashara yake, kwa maana lazima tuwe na dhamira ya kutaka kumwona kistawi biashara yake. Akiwa na watoto tunachunga usawa watoto wake, tunataka kuona maendeleo na mafanikio ya watoto wake katika nyanja zote zikiwemo za kitaaluma, wafike mbali. Kama anafuga tunajali mifugo yake, tunataka kuona ufugaji wake unaenda vizuri na una mafanikio, afya yake kwa ujumla, ustawi wake wote. Kwa hatusemi sisi tunakuangalia kiroho tu na mambo mengine ujijue. Ndio maana tuna makongamano kama haya, tukufundishe, tuone unavyoweza kulea watoto wako vizuri, unavyoweza kukuza uchumi wako vizuri. Na wakati mwingine tukiwa kwenye makanisa huko chini, tunakutembelea, tunaombea biashara zako, tunaombea kazi zako, tunakushauri, kwa sababu tunataka kuona kwamba tunakuchunga kwenye nyanja zote za maisha yako na tunakustawisha. Hiyo ni falsafa ya kanisa hili. Na jambo lingine, tunajenga kanisa lisiloamini kushindwa, lisiloamini katika kushindwa, kanisa ambalo waumini wote tunawajenga kuwa na mioyo ya ujasiri inayowafanya waweze kukabiliana na changamoto zote na vikwazo vyote wanavyokabiliana nao katika mambo wanayoyafanya, wavishinde na waweze kufanikisha kila lengo au kila jambo walilokusudia kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuna mambo ambayo tunaweka kwenye mkazo wetu au katika emphasis, mambo ambayo tunawekea msisitizo au tunawekea emphasis. Tunasema tunajenga makusanyiko ya mahali ya makanisa ya mahali pamoja ambayo tunataka ishi kifamilia. Watu wakiwa ndani ya kanisa moja wajione wote ni ndugu na ni familia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo tunayapa mkazo, na ninaomba hata mkiwa kwenye makundi yenu ya kina mama kwenye maeneo yenu, hilo mliishi. Kanisa linatakiwa liwe na sura ya watu ambao ni familia. Nilipenda juzi tulikuwa na wiki ya watoto, na waliandika kwenye risala yao neno, waliandika Gilgal Children Family, au watoto wa familia ya Gilgal. Nilipenda lile neno walipoliweka pale, watoto wa familia ya Gilgal. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunatengeneza kanisa ambalo mahusiano yetu yawe ni mahusiano kama mahusiano ya kifamilia.
Tunajenga kanisa ambalo tunasisitiza kujengwa kwenye neno. Hiyo ni la pili. Mambo ya msisitizo, watu wetu wajengwe katika maarifa mapana ya neno la Mungu. Neno, siku hizi blabla ziko nyingi sana na sarakasi ziko nyingi sana, na watu wanazipenda kuliko neno, na watu wengi wanafanya vitu vya ajabu. Kuna wengine wasipoangalia wanaweza kawa washirikina. Ukishaanza kuwa tembea na udongo mkobani na vitu gani, unaweza ukafanya ushirikina bila kujua. Unafika sehemu kwenye ardhi yako, unachota udongo, unapeleka, halafu naenda kunyumazia. Ukishaanza vitu hivyo, unaweza kujikuta bila kuchelewa umeingia kwenye ushirikina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yote hayo yanatokea kwa sababu maarifa ya neno yanakuwa dhaifu katika maisha ya waamini. Kwa hiyo tunasisitiza, na wachungaji tunapokutana tunakumbushana mambo haya. Wafundishe neno. Wafundishe neno kwenye makanisa. Watu wajengwe sana kwenye misingi ya neno la Mungu. Neno litazaa baraka, litazaa miujiza, litazaa uponyaji, litazaa kustawi, litazaa utajiri, litazaa kila kitu, kwa sababu vitu hivyo vyote Biblia imeviandika na imeviwekea kanuni yake. Vyote hivyo ambavyo watu wanatafuta kishirikina tupia huku, nyunyiza maji, unafika kwenye nyumba ya mtu, ngoja tusafishe anga la hii nyumba. Wewe mgeni wa siku mbili unasafisha anga gani? Unaanza kunyunyiza. Wakikukuta chumbani unanyunyiza, watakutoa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunataka watu wajengwe kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno liwazalie miujiza. Neno liwazalie ushindi juu ya mapepo na mashetani. Neno liwazalie nguvu ya kushinda laana. Neno liwazalie baraka. Neno liwazalie kumiliki fedha na mambo mengine yote kama hayo. Kwa sababu yote Biblia imeyapa kanuni, na mtu akizifuata zile kanuni anapata. Kwa hiyo ni msisitizo wetu, tunataka kanisa lijengwe kwenye neno la Mungu. Jambo la tatu ambalo liko katika mambo tunayosisitiza ni kuwafikia watu na kuwaleta kwa Kristo. Hubiri Injili kwa namna mbalimbali na watu tuwalete kwa Kristo, pamoja na kuhakikisha kwamba tunawatunza wanaendelea kusimama na kudumu katika imani. Msisitizo mwingine ni kulea na kuzaa viongozi na watumishi. Kwa sababu tunaamini kwamba kanisa likikoma kuzaa viongozi wapya mara kwa mara na watumishi mara kwa mara, litafikia ukomo, litafika mahali litakoma kuendelea. Kwa hiyo ili kanisa liendelee, lazima kila aliye kiongozi ajizae ndani ya watu wengine watakaokuwa kama yeye ili waendelee. Kila aliye mtumishi ajizalishe ndani ya watu wengine ili utumishi wake udumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msisitizo wetu ni kuhakikisha kwamba mara zote tunatambua vipawa vya watu, kuvilea na kuvikuza, ili ya kwamba tuweze kuzaa viongozi na watumishi pasipo ukomo. Kwa hiyo tunafanya makongamano kwa sababu moja ni hiyo. Tuhakikishe kwamba maono ya kanisa letu na maono na falsafa zake na mambo yote yanayoambatana kanisa tunaendelea kufundishana kama hivi. Kwa sababu tusipokutana tutakosa jukwaa la kuambiana. Hiyo ni maana ya kwanza kwa nini makongamano yanakuwepo. Tuendeleze kile ambacho ni sehemu ya maono ya kanisa pamoja na falsafa zake. Sababu ya pili kwa nini tunafanya makongamano ni tusaidie mafundisho tunayopokea
yatusaidie kujitambua na kufahamu wajibu wetu wenyewe, kwetu sisi wenyewe, kwa sababu kila mtu ana wajibu kwake mwenyewe. Unaposema unawajibika, lazima uanze kuwa wajibika kwako mwenyewe. Lazima uwe accountable kwako mwenyewe. Naishije, natembeaje, natumikaje, nashirikianaje na watu, nafanikiwaje. Lazima ujifunze kuwa unayewajibika kwako mwenyewe, unayekuwa accountable kwako mwenyewe. Makongamano haya ndio lengo yapo, tukufundishe kujua namna unavyoweza kujiboresha ili uwajibike kwako mwenyewe. Lakini sababu nyingine, tunataka pia ujue namna ya kuwajibika kwa Mungu. Ujue mafundisho tunayatoa yanakusaidia kujua kuwajibika pia kwa Mungu. Lakini pia ujue namna ya kuwajibika kwa kanisa. Tunapokutana kama hivi kujifunza, tunakuandaa kujua namna unavyotakiwa kuwa unawajibika kwa kanisa. Lakini pia unavyotakiwa kuwajibika pia kwa familia yako. Kila mtu ajue. Semina hizi zinatusaidia kujua namna kuwajibika kwetu kwa familia zetu sisi wenyewe, lakini pia kwa jamii zetu. Sasa nikishasema jamii, nimezungumza watu wote wanakuzunguka, ujirani wako, nimezungumza unakofanyia kazi, nimezungumza unakofanyia biashara, wale mlio majirani, mashamba mnapeana mipaka, wote hao ndio jamii. Lakini nchi, taifa ni jamii, serikali pia tunawajibikaje kwa serikali. Kote huko kwa neno moja tunasema namna tunavyotakiwa kuwajibika kwa jamii. Haleluya. Kuna wengine wanakwepaga kodi. Sasa kongamano hizi zinatusaidia kujua kwamba nchi haijengwi bila kodi, na watoa kodi ndio sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo mengine hayo. Lakini pia sababu kwa nini tunafanya makongamano ni kujiboresha. Kujiboresha katika lugha ya Kiingereza tunatumia neno self development. Kujiendeleza, kujiweka katika hali kwamba usibakie hali hiyo hiyo. Usipokuwa unajifunza huwezi kujidevelop. Makongamano haya yanatusaidia kwa kitu hicho tunachoita self development. Inatusaidia kuweza kujiendeleza, kujikuza, kujiboresha, kujipandisha viwango. Kwa sababu hutaki ubaki viwango vile vile kwenye utendaji wako, kwenye maisha yako, kiroho chako, uwajibikaji wako. Lazima ujiboreshe, uende hatua ya juu zaidi. Ndio maana tunafanya makongamano, tunataka kumwezesha kila mtu kuweza na kuona ulazima na umuhimu wa kuishi akijiboresha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kujiboresha. Niliwaambia wachungaji tukao wote na baadhi ya watu, haka kanani kangu nakaona kadogo haka. Ukienda ofisini kwangu hapo kuna maktaba nzuri na vitabu vingi. Lakini haka unakokaona ni maktaba ina vitabu kama 4,000. Kwa hiyo nikisafiri kwenye basi nachagua kitabu gani nisome sasa hivi. Nikiwa nimetulia ofisini nachagua nisome kipi. Kwa hata nisipotembea na kitabu, mimi nainama kwenye kitu haka nasoma kitabu. Kwa sababu humu ndani na vitabu zaidi ya au karibu 4,000. Na vitabu hivi vina taaluma mbalimbali. Vina uongozi, vina mambo ya kiroho, vina mambo ya kichungaji, vina mambo mengi. Tutapata angalau 50% ya wamama tulionao au tutakuwa nao kipindi hicho, tutakuwa tunasema tunafanikiwa sasa. Na kama nilivyotangulia kusema, tunaanza kufikiri sasa si kama watoto wachanga, mambo ya tumekosa nauli, mambo ya hakuna hela, hayo ni ya watoto wachanga. Ushaona watu wazima wanasema hawana hela? Ukiwa babu kasema huna hela, si watoto watatafuta baba wa jirani kabisa. Baba tuna njaa, yani na mimi ndio sina chochote, wataenda kula kwa jirani, yani hawatachelewa. Unajikaza hata kama huna,
Naambia wanangu, subirini kidogo nakuja. Unatoka sehemu alafu natafuta utaratibu. Haleluya. Hayo ndio mawazo ya mtu ameacha kwa mtoto mchanga. Bwana paroko, nadhani tunakubaliana kwa hilo. Mtu ameacha kwa mtoto mchanga, haweza kasema sina. Akisema sina, watoto wasemeje sasa? Umeandaa kongamano, limefanyika hili, lingine litafanyika miaka 3 ijayo. Halafu miaka 3 umejiandaa kuja kwenye kongamano, halafu ndani ya miaka 3 hujapata nauli. Hayo ni mawazo ya watu wazima hayo? Hayo hayawezi kuwa mawazo ya watu wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba miaka 3 nimetafuta nauli ya kutoka Mwanza ya kwenda Mwanza nikaikosa. Huwezi kusema hivyo. Yaani ukiwa umeshindwa kabisa, bora usiseme, maana tutakucheka. Yaani ukiwa mtu mzima kasimama sema nimekosa nauli ya kwenda Mwanza na ulikuwa unaitafuta miaka 3, tutakucheka, bora usiseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa tumekuwa watu wazima. Nadhani tutakuwa na kongamano ambalo jengo kama hili litakuwa linafurika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa uchache nigusie kuhusu walimu wetu. Na shukuru kamati ilipokuwa ikifanya maandalizi ya kupata walimu, na mimi pia kama mbeba maono walinishirikisha tushauriane, na kwa kweli walimu tulionao tegemea kitu kikubwa. Mwalimu Sania Mwangakala, yeye tulimchukua, unajua yeye ni ile tunasema chetu ni chetu. Chetu, yeye ni mtoto wa kwetu, amezaliwa kwetu, amelelewa kwetu, licha ya taaluma yake aliyosomea ambayo ataitumia kutufundisha, lakini pia anajua kanisa hili likoje na linaenda wapi, nini kinatakiwa. Kwa hiyo nadhani tutapata kitu quality, kitu cha bora. Karibu sana Mama Sania. Lakini mlezi wetu Elizabeth Sentozi, yeye hatukumpangia somo, yeye ni mlezi, atasema kinachowafaa wazazi kwa walezi, kwa watoto wao. Tuna mtu ambaye alikuja hapa mwaka juzi, tulimalika Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ilemela kufunga kongamano la kina baba mwaka juzi, akaambatana katibu tawala ambaye ni mama. Katibu tawala alipokuwa hapa akasema, mkiwa na kongamano la kina mama mniite. Nimefurahia jambo hili na kongamano la kina mama nataka niwepo. Kwa hiyo nikamwambia tutakuita. Kwa hiyo tulimuita. Alikuwa awe hapa sasa hivi tukiwa tunafungua, alipaswa kuwepo, lakini ugeni wa Mheshimiwa Rais, majukumu alionayo katika serikali yakamfanya akwame kuja, lakini pia kumweka kwenye ratiba masaa yake yatabiriki. Lakini akaniambia mimi mwenyewe katika majukumu yaliyopo na ugeni uliopo nitatafuta namna kujipenyeza, nikikapata nafasi nitawapigia, nitakuja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mariam katibu tawala wa Ilemela naye atakuwa na kipindi kwa saa tusiyoijua, lakini atakaposema tu akitokea hapa tutampa kipindi kama ambavyo alikuwa amesema. Huyo ni mtu wa serikali, ni kiongozi wetu. Kwa hiyo nadhani mambo mengi ya kutuambia kama kina mama na nafasi yetu ndani ya jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye Meja Mutash ambaye ni mstaafu, ni kiongozi wa serikali, alikuwa afisa usalama
wa mkoa wa Mwanza, lakini ni mstaafu na ni mchungaji. Anachunga kanisa la EAGT. Mimi nimemfahamu miaka zamani akiwa afisa usalama wilaya Ngara. Alikuwa mzee wa kanisa kwenye kanisa ambalo kaka yangu pia alikuwa mzee wa kanisa. Kwa walikuwa wanashirikiana pamoja kwenye timu ya baraza la wazee wa kanisa lile, na kupitia huyo ni tukafamia na Mtashi miaka hiyo zamani. Tumejikuta tuko Mwanza. Ameshakuja hapa, amehubiri mara kadhaa, amefundisha kwenye makongamano yetu kadhaa. Sikumbuka kama lakini mama aliwahi kuja mojawapo, aliwahi, sina kumbukumbu, lakini atakuwepo, atafundisha ndoa. Ni mzuri sana, ni specialist wa maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe sana, na malezi. Lakini mama Askofu Isaya, yeye mnamfahamu, alitufundisha kongamano lililopita, na mimi mlibarikiwa naye, atakuwepo pia. Kwa uchache walimu hao ni walimu bora sana. Haleluya. Tarajia makubwa, hakisha umejiandaa kupokea. Matarajio yetu ni kuona kwamba matunda ya kongamano hili yanakuwa reflected kule makanisani, yanaonekana kule makanisani. Tukitoka hapa, tutapenda kuona, na viongozi na wachungaji na kila mtu, tutapenda kuona matunda ya kongamano. Kwa wale ambao wamefanikiwa kuja kule, tunatarajia kuona matunda ya kongamano hili yakiwa makubwa. Lakini mniruhusu napoelekea mwisho niseme jambo hili. Laweza kuwa sio jukwaa lake sana, lakini najua mkiridaka nenyi ni nyenzo kubwa. Tangu tumeanza miaka 15 iliyopita, tumefanyia makongamano yetu maeneo ya kukodi. Tumekodi mashule, tumekodi wapi, na sasa hivi Mungu ni mwema, tumefanyia kwenye jengo letu, lakini kwa kweli hatulali kwenye jengo letu. Tumekodi mahali pa kulala. Lakini moyoni mwangu nimesema huu ukuaji wa miaka 15 utufikirishe kuhama kwenye kukodi. Wangapi wanaamini kufanya mambo makubwa? Nina option mbili. Nina option ya kuwaza kuwa na kiwanja kikubwa ambacho tutajenga makao makuu ya dhehebu. Sasa hivi hapa ni kanisa la Gilgal Pasiansi, lakini kwa muda panatumika kama makao makuu ya dhehebu. Lakini kiukweli tutakuwa na eneo ambalo halifungamani na kanisa lote la mahali pamoja, ni makao makuu ya dhehebu. Na hapo tutajenga pia conference center, yani kituo cha mikutano. Naomba hilo moyo nalo. Siku mkisikia tunaongea jamani, tukubalia tulale kwake, jasho limetutoka. Na mimi hilo jambo likanifikirisha, nikasema kwani tunashindwa? Kwani bado ni wachanga? Hatuwezi kuwa na majengo yetu tukalala kwetu? Wangapi wanasema tunaweza? Pale kwa kanisa hili la hapa Pasiansi tunacho kiwanja. Mkipenda haya sio mazungumzo ya ndani ya kongamano, ni mazungumzo ya kando makongamano. Tunaweza tukazungumza na viongozi wa idara kadha wa kadha hapa na maaskofu, tukasema kama mnaona hatujanunua, tutumie kiwanja hiki. Sisi hatuna maneno, tutatengeneza tu utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kizuri, kiwanja namba 1179 Kitarubi Nyasaka, kiko karibu na lami. Sisi tumekusudia kujenga conference center itakaomilikiwa na kanisa la mahali pamoja la Pasiansi. Lakini mkisema tushirikiane, tunajenga na kwa yetu wote. Hamna maneno. Bwana Yesu asifiwe. Neema, umenipata? Sania, umeshanipata? Ninyi najua mimi nawaaminia. Kama hali mkazungumza na wale wadau wetu, tuliwahi kuwa na kitu kinaitwa Gidemi, tukaita the brain of the pastor. Wao ndo nawaza kwa ajili ya mchungaji vitu vya kimaendeleo. Alafu Sania alikuwa member, si alikuwa katibu nafikiri.
Halafu Neema alikuwa memba na wengine. Nadhani mkikaa mahali mkazungumza, naweza kuja na jambo mkaniambia, mzee, tumeona iende namna hii. Msishangae miaka 3 ijayo tukirudi kwenye kongamano tunaweza kuwa na eneo letu wenyewe. Mimi kwangu miaka 3 inatosha. Miaka 3 kwangu mimi najua inatosha. Tunaweza tukawa na eneo la kongamano. Hasa kwa kuzingatia kwamba kiwanja angalau kipo. Kina square mita kama 3900 almost. Ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hati yake mchakato uko kwa kamishna, unakamilisha mwishoni sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi nimesema, si kama nimesemea kwenye platform yake, lakini najua ni ndio wadau wenyewe. Mimi nadhani tuondoke na wazo hili. Mimi nimechoka kuwa tunazima halafu mnazunguka, mnatembea jiji zima kutafuta mahali pa kufanyia kongamano. Tunaweza tukawa na maeneo yetu tukafanya kongamano bila shida. Na kwa miaka 3 najua tunaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema nilicross tu kwenye akili yenu, mwende mnatafakari. Alafu mimi najua Sania na Neema wakikaa mahali wakazungumza, ukapata wadau wataniletea wazo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine sasa, kama nilivyosema, risala imezungumza changamoto kadhaa. Kwanza, uhafifu wa wachungaji kwenye ushiriki umechangia kudhoofika kwa ushiriki wa makongamano. Lakini pia wanakongamano wenyewe kukosa hamasa, kwa tunapata ushiriki wa michango mdogo. Ushirikiano katika viongozi wenyewe pia umechangia kuzorota kwa namna fulani. Naomba niseme hivi, jambo la ushiriki wa wachungaji, bahati nzuri sana, ushirikiano, sio ushiriki, ushirikiano wa idara na wachungaji. Ni kweli nililiona, mkurugenzi alikuwa akinishirikisha, sio leo, mapema tu amekuwa akiniambia, na nikalifuatilia nikagundua kuna baadhi ya maeneo tunapata kitu kinachoitwa ukiritimba, bureaucracy fulani hivi. Ili jambo liende, lazima liende hivi, lizunguke hivi mpaka linakwama. Kumbe ni mambo tu tulitakiwa tuelekezane kwa urahisi kama watoto na baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulifanyia kazi. Mkutano tuliofanya Januari wa wachungaji, tuliambiana juu ya jambo hili na tulitengeneza utaratibu huo vizuri kwenye kikao kile. Kwa kama umejitokeza, nadhani si pakubwa kama kabla ya kikao cha Januari. Na mimi pengine nimeshaona kwamba kuna tofauti kidogo ilivyokuwa mwaka jana na baada ya kikao cha Januari. Lakini mimi naendelea kutoa wito kwa viongozi, mkiona changamoto za hivyo pia ni vizuri mkatuambia, tuendelee kwa tunasaidiana na wachungaji wenzetu, tuhakikishe kwamba hizi idara tunazipa nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nadhani hilo lishafanywa kazi. Kwa kikao cha wachungaji tulizungumza vizuri sana kwenye kikao chetu cha Januari. Viongozi, niendelee tu kutoa wito. Nadhani baadaye tutakuwa na kikao ambacho kitaambatana na uchaguzi. Nadhani hilo jambo tunaweza, kama kuna mambo tunahitaji kushauriana zaidi tutapokuwa kwenye kikao, yale madhaifu ya kiuongozi kwenye ushirikiano nadhani tutayabrace vizuri zaidi kwenye kikao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhusu akaunti, najua mmepata changamoto ya akaunti. Kama mnadhani hamjakaa katika nafasi ya kuweza kuwa na account au mnapata usumbufu kwenye kuendesha akaunti au taratibu zake, mimi naweza nikawashauri msiwe na haraka, mnaweza mkaendelea kujipanga vizuri. Akaunti ya kanisa, ninyi ni idara ndani ya kanisa. Kanisa lina akaunti kwa maana ya makao makuu, ambayo mimi mwenyewe ni signatory,
katibu mkuu pamoja na makamu wake ni signatory, na mweka hazina wa taifa pia ni signatory. Tuko 4. Mnaweza mkawa mnaweka fedha zenu pale. Molel ndio mweka hazina wetu. Ni mzuri sana kutunza rekodi. Atawatunzia rekodi zenu vizuri, na siku ya kutaka kutumia pesa zenu tutaweka sahihi bila matatizo, mtatumia hewe. Na mimi ningeshauri mkiwa bado mnapata changamoto kwenye eneo hilo, ni wakaribishe kutumia ile akaunti ya makao makuu. Inaweza kawasaidia. Asante sana. Lakini kauli mbiu yetu, mimi kitabu cha Mithali 31 nakisoma mara kwa mara na kufundisha mara kwa mara maeneo hayo. Nina hakika mkitoka hapo, wamama, mkitoka kwenye kongamano hili na mmetembea na hiyo kauli mbiu, mimi nina hakika mambo ni mengine huko makwenu na makanisani. Wale mnajua Mithali 31 inaweza kubadilisha maisha ya mtu, hata namna ya kufikiri kwa mtu inambadilisha. Kwa hiyo kwa maneno hayo yote niliyosema, naomba sasa nitamke kwamba kongamano letu la GGW, yani Gilgal Gospel Women Conference 2025 limefunguliwa rasmi. Naomba tusimame tuombe. Inua mikono yako mbele za Mungu, tujisalimishe mbele za Mungu. Kila mmoja mwambie Mungu, naomba nimekuja nikiwa natarajia, kuna mambo natarajia, naomba unijalie kupokea, niweze kutoka si kama nilivyokuja, katika jina la Yesu. Baba uliye mtakatifu, uliye mwema, naomba nisimame mbele zako katika siku ya leo, kuliweka kongamano hili wakfu kwako, kwa ajili ya watoto wako waliohudhuria, waliokuja kushiriki, kupokea kile kilichoandaliwa na kamati pamoja na walimu wetu. Ninaomba upake mafuta walimu, ukawape neema, ukawape mafunuo katika kunena kwao. Wanaponena, wanene yale ambayo yatawafaa wamama hawa katika maisha yao, lakini atafaa familia zao na maeneo mbalimbali ambayo watakwenda kuyafanyia kazi na kuyatumia. Ninaomba nitamke baraka, ulinzi wa kimungu, afya na uzima. Kusiweko na shida yote, asiwe katika ipata changamoto yote ya kiafya, lakini wawe wazima wote na kongamano liende vizuri katika jina la Yesu. Baba, kutana mahitaji yote ya kongamano, kusiweko na kupungukiwa kwa namna yote ile, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba amani yako, naomba mkono wako mwema ukawepo pamoja na kongamano hili mwanzo mpaka mwisho, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Barikiwe sana na watakia kongamano jema. Amen.